Jambo na habari za mchana, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo. Tunawakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya mchana leo tarehe 21 Julai mwaka 2026. Na tunaanza kwa kuletea habari mbalimbali zinazoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika eneo la mashariki mwa nchi ambako wale usalama endelea kufuatiliwa kwa karibu. Na katika taarifa yetu ya mchana leo tutakuletea taarifa kuhusu matukio ya usalama kutoka Kivu Kusini, Maniema na mkoa wa Kivu Kaskazini, pamoja na maendeleo mapya kuhusu mapambano dhidi ya ugonjwa Ebola unaendelea kuathiri maisha na baadhi ya maeneo. Pia tutakuletea taarifa za siasa nchini, kauli mbalimbali za viongozi kuhusu hali ya nchi, pamoja na habari nyingine muhimu kutoka ndani na nje ya eneo la Kivu. Mimi ni Teloshe Longa, basi endelea kuwa nasi hadi mwisho wa taarifa hii ili ufahamu kwa undani kile kinachojiri. Na vile vile endelea kukumbusha tu kwamba kila siku Kivu News Info tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama leo ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chochote hakikisha subscribe, like, comment na kushare, na kwa wengine wanasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama sasa tutakuwa tumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Mwanamke mmoja mwenye umri mkubwa amejeruhiwa vibaya kufuatia mlipuko mkubwa ulitokea usiku wa kuamkia Jumapili katika kituo cha Kavumu wilayani Kabare mkoani Kivu Kusini. Tukio limesababisha nyumba iliyokuwa akiishi kubomoka kabisa na kuacha uharibifu mkubwa, huku likizua hofu na wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani vilivyotoa taarifa zinazofanana, mlipuko ulitokea ghafla usiku wakati mwanamke huyo akiwa ndani ya nyumba yake. Baada ya kusikia kishindo kikubwa, vijana na kitongoji pamoja na majirani walikimbia eneo la tukio na kuanza juhudi za kumwokoa. Baada ya kazi ngumu ya kuondoa mabaki ya nyumba iliyoporomoka, walifanikiwa kumtoa akiwa na majeraha makubwa na kumpeleka kwa haraka katika kituo cha hospitali ambako anaendelea kupata matibabu chini ya uangalizi wa madaktari. Nyumba ile iliharibiwa kabisa na mali nyingi za familia zikiteketea kutokana na nguvu ya mlipuko huo. Wakazi wa Kavumu wanasema hawajawahi kushuhudia tukio la aina hiyo katika siku za hivi karibuni, na wengi wao waendelea kuishi kwa hofu wakihofia matukio mengine kama hayo kujirudilia. Kwa mujibu wa taarifa zawali kutoka kwa vyanzo vya eneo hilo, tuhuma zinaelekezwa kwenye matumizi yasiyo na salama ya polisi vinavyodaiwa kuwa vilikuwa vikishughulikiwa na baadhi ya wapiganaji wa waasi wa M23 walioko katika eneo hilo. Inadaiwa kuwa itilafu wakati wa kushughulikia vifaa hivyo vya kivita huenda ndio ilisababisha mlipuko uliomaliza nyumba hiyo. Hata hadi sasa hakuna tamko rasmi kutoka kwa waasi wa M23 wala kutoka kwa mamlaka za serikali kuhusu chanzo halisi cha tukio hilo, huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini ukweli. Baada ya tukio hilo, hali ya usalama katika wilaya Kabare inaendelea kuzorota baada ya mapigano yaliyoripotiwa Jumamosi asubuhi katika kijiji cha Kabushwa karibu na hifadhi ya taifa Kahuzi-Biega. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama na mashuhuda wa eneo hilo, wapiganaji wa Wazalendo walifanya mashambulizi dhidi ya nafasi zinazodhibitiwa na waasi wa M23 na kando ya hifadhi hiyo. Mapigano yale ambatana milio mizito ya risasi na silaha nyingine, hali iliyolazimu wakazi wengi kukimbia makazi yao na kutafuta hifadhi katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi zimesimama kwa muda kutokana na hofu iliyotanda. Taarifa zilizokusanywa kutoka kwa wakazi zinaeleza kuwa angalau raia mmoja alipoteza maisha wakati wa mapigano hayo. Marehemu alitambulika kuwa mwalimu kutoka jamii ya asili ya Wapigme aliyekuwa akiishi katika kilima cha Batanga karibu na hifadhi ya Kahuzi-Biega. Kifo chake kimeongeza huzuni kwa familia yake na jamii nzima na kukabiliana na hasara za mara kwa mara za mapigano katika eneo hilo. Hadi kufika mchana wa leo, hali halisi katika eneo la Kavumu, Kabushwa na Batanga inaendelea kuwa tahadhari. Wanachoendelea kuishi kwa hofu, huku wakitoa wito kwa pande zote zinazohusika kusitisha mapigano na kulinda maisha ya raia wasio na hatia. Wakati huo, viongozi wa kijamii na mashirika ya kiraia wanaendelea kuhimiza uchunguzi wa kina kuhusu mlipuko wa Kavumu na hatua za haraka za kurejesha usalama katika maeneo yanayozunguka hifadhi ya taifa ya Kahuzi-Biega. Hali ya usalama endelea kuwa kutia wasiwasi katika wilaya Kabambare mkoani Maniema kutokana na uvamizi wa mara kwa mara unaofanywa na kundi lenye silaha linaloongozwa na jirani anayejitangaza mwenyewe Mayaya. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali kutoka kwa vyanzo vya ndani, kundi hilo liloingia kutoka eneo la Nyunzu mkoani Tanganyika limekuwa likifanya mashambulizi tangu tarehe 2 Julai na kusababisha mapigano makali dhidi ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na baadhi ya makundi mengine yenye silaha yanayofanya shughuli katika eneo hilo. Mapigano yameendelea kuleta hofu kubwa miongoni mwa wananchi wa Kabambare. Milio ya risasi na
mashambulizi ya mara kwa mara yamelazimisha wakazi wengi kuacha nyumba zao na kukimbia bila kujua wanapoelekea. Shughuli za kawaida kama biashara, kilimo na masomo na huduma nyingine za kijamii zimeathirika vibaya kutokana na hali hiyo ya ukosefu wa usalama. Kwa mujibu wa mashuhuda na viongozi wa eneo, wapiganaji wa kundi la Maya wamekuwa wakivamia vijiji kadhaa ambako wanadai kupora mali za wananchi, kuchoma nyumba moto na kuharibu mali nyingine za samani. Wananchi wengi wamekimbia wakiacha kila walichokuwa nacho ili kuokoa maisha yao. Baadhi yao wamekimbilia porini, huku wengine wakielekea katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, ikiwemo Kabambare Centre mkoa Kivu Kusini na mji wa Kalemi katika mkoa wa Tanganyika. Kutokana na hiyo, idadi ya watu wanaokimbia makazi yao inaendelea kuongezeka siku hadi siku. Familia nyingi zinakabiliana na ukosefu wa chakula, maji safi ya kunywa, dawa na makazi salama. Mashirika ya kiraia yaliyopo eneo hilo wanaonya kuwa iwapo hatua za haraka zitachukuliwa, mgogoro unaweza kusababisha janga kubwa la kibinadamu. Akizungumzia hali hiyo, mbunge wa kitaifa Hemedi Amuri Xavier Tandose amesema tayari amewasilisha hoja ya taarifa katika bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili swala la usalama la Kabambare jadiliwe kwa dharura. Mbunge anataka bunge lichukue msimamo rasmi kuhusu mgogoro huo na kulazimisha serikali kuchukua hatua za haraka ili kulinda raia. Kwa mujibu wa mbunge huyo, lengo la hoja yake ni kuona bunge linapitisha azimio itakalowezesha ofisi ya bunge kuwajulisha na kuwahoji wa mawaziri wanahusika moja kwa moja na usalama pamoja na misaada ya kibinadamu. Mawaziri wanaohitajwa ni waziri wa mambo ya ndani, waziri wa ulinzi na waziri wa masuala ya kibinadamu, ili kila mmoja achukue hatua za mamlaka yake kwa lengo la kusitisha mapigano na kurejesha amani katika eneo hilo. Hemedi Amuri Xavier Tandose amesema kuwa wananchi wa Kabambare wanaendelea kulipa gharama kubwa kutokana na mapigano hayo. Amesema kila mapigano yanapotokea kuna vifo vya watu wasio na hatia, huku mali za wananchi zikiendelea kuporwa na kuteketezwa kwa moto. Kwa mujibu wake, wapiganaji wa Maya wameacha nyuma yao uharibifu mkubwa katika vijiji walivyovipita. Mgao ameeleza kuwa milio ya risasi imewalazimisha wananchi kukimbia kwa hofu kubwa, huku baadhi yao wakitengana na familia zao. Wengine wamekimbilia katika mkoa Kivu Kusini, wengine Kalemi, huku wengine wakirejea Kabambare Centre wakisubiri hali ya usalama itegemae kabla ya kurudi katika vijiji vyao. Wakati huo, viongozi wa kijamii pamoja na mashirika ya kiraia wanaendelea kutoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuimarisha uwepo wa vikosi vya usalama katika maeneo yaliyoathirika ili kuwalinda raia na kuzuia kuendelea kwa mashambulizi. Pia wameomba msaada wa haraka wa kibinadamu kwa maelfu ya watu wanaolazimika kuyahama makazi yao, wakihitaji chakula, dawa, maji safi, malazi na huduma nyingine muhimu. Hadi kufika mchana leo, hali ya usalama katika sehemu ya kadhaa za Kabambare bado inaeleza kuwa ni wasiwasi. Wakazi wanaendelea kuishi katika hali ya hofu ya mashambulizi mapya, huku wakisubiri hatua madhubuti kutoka kwa serikali na vikosi vya ulinzi ili kurejesha amani ya kudumu katika eneo hilo la mkoa wa Maniema. Makamu waziri mkuu anayehusika na ulinzi wa taifa na wapiganaji wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Gika Mombu Mwandiavita amewasilisha mbele ya tume ya ulinzi wa usalama la bunge la taifa pamoja na seneti tathmini ya kina kuhusu hali ya sasa ya mfumo wa ulinzi wa nchi. Ilikuwa ni sehemu ya maandalizi ya kujadili na kupitisha sheria ya mpango wa kijeshi wa miaka wa 2027 hadi mwaka 2023. Kikao hicho kilifanyika Jumatatu katika Palais du Peuple mjini Kinshasa na kilihudhuriwa na wabunge, maseneta, maafisa wakuu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na viongozi wa taasisi mbalimbali za kijeshi. Lengo kuu ilikuwa ni kuwapa wabunge uelewa mpana kuhusu changamoto zinazokabili jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili waweze kufanya maamuzi sahihi wakati wa kujadili sheria hiyo ambayo inatarajiwa kutekeleza sera ya ulinzi wa taifa katika kipindi cha miaka 4 ijayo. Katika hotuba yake, Gika Mombu Mwandiavita alisisitiza kuwa ni muhimu kwa wabunge kuelewa hali halisi na ukabili vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika maeneo mbalimbali ya operesheni. Alieleza kuwa nchi inaendelea kukabiliana na changamoto kubwa za kiusalama, hasa katika sehemu za mashariki mwa nchi ambako makundi mengi yenye silaha bado yanaendelea kufanya mashambulizi dhidi ya wananchi na vikosi vya serikali. Kwa mujibu wa waziri huyo, jeshi liweze kutekeleza kikamilifu jukumu lake la kulinda mipaka nchi na usalama wa wananchi, ikiwa bado nakabiliana na upungufu wa mafunzo ya kisiasa, vifaa vya kijeshi, silaha, magari ya kivita, miundombinu ya kijeshi pamoja na rasilimali nyingine muhimu zinazohitajika katika operesheni za kisasa. Amesema kwa sheria ya mpango wa kijeshi ya mwaka 2027 hadi mwaka 2023 inalenga kuweka misingi ya kujijenga jeshi lenye uwezo mkubwa zaidi, lenye taaluma, nidhamu na vifaa vya kutosha ili liweze kukabiliana na vitisho vyovyote vya usalama vinavyokabili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Gikamombo Mwandiavita alieleza pia mageuzi ya jeshi yanatekelezwa kwa kuzingatia maono ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Amiri Mkuu wa Jeshi la FARDC Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ambaye ameweka kipaumbele katika kulifanya jeshi la taifa kuwa la kisasa lenye uwezo wa kujitegemea na linaloweza kulinda kikamilifu mamlaka ya nchi pamoja na usalama wa wananchi wake. Katika kikao hicho, waziri wa ulinzi aliambatana na maafisa wengi waandamizi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakiwemo majenerali, makamanda wa vikosi mbalimbali, viongozi wa shule za kijeshi pamoja na wakuu wa taasisi zinazohusika na mafunzo ya wanajeshi. Wote walitoa maelezo kuhusu hali ya sasa ya jeshi na changamoto zinazokwamisha juhudi za kuliboresha. Maafisa walieleza kuwa pamoja na hatua ambazo tayari zimefikiwa katika kuimarisha FARDC, bado kuna mahitaji makubwa katika nyanja mbalimbali, ikiwemo kuongeza idadi ya wanajeshi waliofunzwa kitaalumu, kuboresha mazingira ya kazi, kujenga na kuratibu kambi za kijeshi, kuimarisha huduma za afya kwa wanajeshi, kuboresha mfumo wa mawasiliano ya jeshi na kuongeza vifaa vya kisasa vya operesheni. Walisitiza kwa changamoto za sasa za usalama zinahitaji jeshi lenye uwezo mkubwa wa kukabiliana na vita vya kisasa, hasa katika kipindi ambacho Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kupambana na makundi yenye silaha katika maeneo mbalimbali mashariki mwa nchi. Baada ya majadiliano hayo, viongozi wa jeshi walitoa ombi kwa pamoja kwa bunge la taifa na seneti kuhakikisha kwa sheria hiyo mpya mpango wa kijeshi na ambatana na bajeti ya kutosha ili jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC ipate rasilimali zinazohitajika kwa ajili ya kuimarisha uwezo wake wa kiutendaji. Kwa mujibu wa viongozi hao, kuzinisha fedha za kutosha kusaidia kuongeza uwezo wa operesheni za kijeshi, kuboresha mafunzo ya wanajeshi, kununua vifaa vya kisasa vya ulinzi, kuimarisha usalama wa mipaka na kuongeza uwezo wa FARDC katika kulinda raia pamoja na kutetea mamlaka za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya vitisho vyote vya ndani na vya nje ya nchi. Sheria mpango wa kijeshi wa mwaka 2017 na mwaka 2013 inatarajiwa kuwa moja ya nyenzo muhimu itakazoongoza uwekezaji wa serikali katika sekta ya ulinzi wa miaka ijayo, huku wabunge na maseneta wakitarajiwa kuendelea na uchambuzi wa mapendekezo hayo kabla ya kufika hatua ya kupitisha rasmi. Muungano wa vyama vya upinzani unajulikana kama Coalition C64 umetangaza kuiahirisha maandamano ambayo ilikuwa yamepangwa kufanyika siku ya leo Jumatano tarehe 22 Julai mbele ya Palais de la Nation mjini Kinshasa. Maandamano yalikuwa yanalenga kushinikiza serikali na kudai kujiuzulu kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Katika taarifa rasmi iliyotolewa na viongozi wa muungano huo, C64 imesema imefika uamuzi huo baada ya kuzingatia wito uliotolewa na Baraza la Maaskofu Katoliki la Kongo Senko pamoja na Kanisa la Kristo nchini Kongo SSC, taasisi mbili za kidini ambazo zimepewa jukumu la kusimamia mchakato wa upatanishi kuelekea mazungumzo ya kitaifa yaliyotangazwa na mkuu wa nchi. Kwa mujibu wa viongozi wa C64, uamuzi wa kuahirisha maandamano ni ishara ya kuonyesha utayari wa kutoa nafasi kwa juhudi za mazungumzo na kutafuta suluhisho la kisiasa kupitia njia ya amani badala ya mvutano wa mitaani. Muungano umeeleza kuwa unaamini mazungumzo yanaweza kuwa fursa ya kujadili changamoto zinalolikabili taifa na kufikia makubaliano yatakayochangia utulivu wa kisiasa. Hata hivyo, C64 imesitiza kuwa kuahirishwa kwa maandamano hakumaanishi kuwa imeachana na madai yake dhidi ya serikali wala kwamba imebadili msimamo wake wa kisiasa. Muungano umeeleza kuwa wazi kwa madai yote yaliyokuwa msingi wa maandamano hayo bado yataendelea kutetewa mpaka atakapopatiwa majibu yatakayoridhisha. Katika taarifa yake, C64 imesema sana subiri kuona hatua za haraka na za wazi zitakazochukuliwa katika mchakato wa mazungumzo ya kitaifa yanayoratibiwa na Senko na SSC. Kwa mujibu wa viongozi wa muungano, wananchi wanatarajia kuona maendeleo ya kweli badala ya ahadi zisizotekelezwa. C64 inaonya kwamba iwapo hakutakuwa na maendeleo ya kuridhisha katika siku zijazo kuhusu mchakato wa mazungumzo, itajipa haki ya kuchukua hatua nyingine itakazoziona zinafaa kwa mujibu wa sheria na malengo yake ya kisiasa. Hata hivyo, kufafanua kwa kina hatua hizo zinazoweza kuwa zipi. Kwa upande wake, Senko na SSC vinaendelea na juhudi za kuwaleta pamoja wadau mbalimbali wa kisiasa, jamii na kiraia katika mazungumzo yanayolenga kupunguza mvutano wa kisiasa nchini. Taasisi hizo za kidini zinasisitiza umuhimu wa mazungumzo ya wazi ya maana itakayokushirikisha watu wote ili kupata suluhisho la kudumu kutoka kwa changamoto zinalolikabili taifa. Tangazo la kuahirishwa kwa maandamano limepokelewa na wachambuzi wa kisiasa kama hatua inaweza kupunguza mvutano uliokuwa umeanza kujitokeza katika mji wa Kinshasa kabla tarehe ya maandamano. Wengi wanaamini kwamba mafanikio ya mchakato wa mazungumzo yatategemea utayari wa pande zote, serikali, upinzani na wadau wengine wa kitaifa kukaa pamoja na kujadiliana kwa wazi na kwa maslahi ya wananchi.
Hadi kufika mchana wa leo, mamlaka za serikali hazijakuwa bado zimetoa taarifa rasmi kuhusu uamuzi wa Coalition C64 na kuahirisha maandamano hayo. Hata hivyo, macho ya wananchi na jumuiya ya kimataifa yanaendelea kutekelezwa katika hatua zinazofuata za mchakato wa mazungumzo ya kitaifa ambao unatarajiwa kuwa nafasi muhimu katika kuimarisha utulivu wa kisiasa na mshikamano katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mvutano umebuka katika wilaya Mahagi mkoani Ituri baada ya wanachama wa mashirika ya kiraia kuchukua hatua za kuvunja vizuizi viwili vya ukaguzi vilivyokuwa vimewekwa na polisi wa usalama barabarani peseri, wakihutumu vyombo hivyo kwa usalama kwa kuendelea kuwanyanyasa wananchi na kutoza fedha kinyume cha sheria katika barabara za eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Mahagi, hatua imechukuliwa baada ya malalamiko ya muda mrefu kutoka kwa madereva, waendesha pikipiki, wafanyabiashara pamoja na wananchi wa kawaida ambao wamekuwa wakidai kuwa vizuizi hivyo havikuwa tena vinatumika kwa lengo la kuhakikisha usalama barabarani, bali vilikuwa vimegeuka kuwa sehemu za kuwatoza wananchi fedha na kuwazuia kusafiri kwa uhuru. Mashirika ya kiraia yanasema licha maombi ya mazungumzo ya mara kwa mara na mamlaka husika, hali hiyo imeendelea bila kupatiwa suluhisho. Ndio maana waliamua kuchukua hatua ya kuondoa vizuizi hivyo kama njia kuonyesha kutokuridhishwa kwao na kile wanachokiita unyanyasaji wa wananchi. Katika tukio hilo, wanaharakati wa kiraia waliondoa vizuizi vya barabarani, mabango pamoja na kuni zilizokuwa zinatumika kwenye vituo hivyo vya ukaguzi, kisha wakavipeleka mbele ya ofisi ya usimamizi wa wilaya Mahagi kama ishara ya kupinga mwenendo wa polisi wa usalama barabarani katika eneo hilo. Viongozi wa mashirika ya kiraia wanasema hatua hiyo ilikuwa inalenga kuvutia hisia za mamlaka za mkoa pamoja na serikali la kitaifa kuhusu malalamiko yanaendelea kutolewa na wananchi. Wamesisitiza kuwa lengo lao si kupinga uwepo wa polisi barabarani, bali ni kupinga vitendo vya rushwa, tozo zisizo halali na usumbufu unaokabili watumiaji wa barabara hiyo kila siku. Kwa mujibu wa viongozi wa wananchi wa Mahagi, wamekuwa wakikabiliwa na vizuizi hivyo vinavyochelewesha shughuli za barabara na usafiri, huku baadhi ya madereva wakidai kulazimishwa kutoa fedha ili kuruhusiwa kuendelea na safari zao. Hali hiyo wamesema imeathiri uchumi wa maeneo na kuongeza gharama za usafirishaji wa bidhaa na huduma. Baada ya kuondoa vizuizi hivyo, mashirika ya kiraia yametoa wito kwa mamlaka za juu kuchukua hatua za haraka dhidi ya uongozi wa polisi wa usalama barabarani katika Mahagi. Yametaka serikali kuondoa kamanda wa peseri wa eneo hilo, kumshutumu kushindwa kudhibiti vitendo vinavyodaiwa kuwa unyanyasaji na matumizi mabaya ya madaraka. Mashirika yamesema kuwa ndio yanatarajia uchunguzi wa kina ufanyike ili kubaini ukweli kuhusu tuhuma zinazotolewa na wananchi dhidi ya baadhi ya askari wa peseri. Pia ameomba kuwepo kwa mfumo wa uwazi na uwajibikaji katika shughuli za ukaguzi wa barabarani ili kurejesha imani ya wananchi kwa vyombo vya dola. Kwa upande wao, wananchi wa Mahagi wameeleza matumaini kuwa mamlaka za mkoa wa Ituri zitachukua hatua za haraka kushughulikia malalamiko hayo. Wanasema wanahitaji barabara salama zinazolindwa na polisi wanaotekeleza wajibu wao kwa mujibu wa sheria bila kuwatoza wananchi fedha zisizo halali au kuwazuia kufanya shughuli zao kila siku. Hadi kufika mchana leo, ofisi ya usimamizi ya wilaya Mahagi pamoja na uongozi wa polisi wa usalama barabarani peseri walikuwa bado hawajatoa tamko rasmi kuhusu hatua inazochukuliwa na mashirika ya kiraia wala kuhusu madai ya unyanyasaji unaotolewa dhidi ya askari wanaohudumu katika eneo hilo. Sasa wanasubiri kuona iwapo serikali itachukua hatua za haraka ili kurejesha utulivu na kuondoa malalamiko yanaendelea kuripotiwa katika wilaya hiyo ya Mahagi. Asante sana mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News FM. Ni kufika hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya mchana leo kwa tarehe 21 Julai mwaka 2026. Asante sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi na kutupa imani yako katika kuletea taarifa za kuaminika kuhusu endelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo mbalimbali ya Kivu. Usisahau kuendelea kufuatilia kupitia majukwaa yetu mbalimbali ili kupata habari mpya kwa wakati. Mimi ni Telo Longo na kutakia mchana mwema wenye amani na baraka tele na vile na mafanikio katika shughuli zako za kila siku. Na kabla tuondoka ndani ya studio yetu, niendelee kukumbusha kwamba Kivu News FM kila siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama leo ndio ulikuwa mara ya kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla kuondoka kisha umesubscribe, like, comment na kushare. Na kwa lugha anasema kujabone kwa vile na kupartage kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News FM kama kituo chako chema cha matangazo. Basi bye na chao, mchana mwema na baki salama.